Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku nyingine njema ambayo Bwana umetupatia. Asante kwa sababu tunajua sisi bila wewe Bwana hatuwezi jambo lolote. Asante kwa ajili ya siku hii ya pili ambayo unatuunganisha moja kwa moja katika neno hili la mwaka na katika semina yetu hii Bwana. Baba, asante kwa kuwa jana umesema nasi sana kwa habari ya kwamba kile ulichokisema utakifanya Bwana. Mungu, asante kwa ajili ya kile ambacho umetulisha katika jioni ya jana. Asante kwa sababu muda wote tangu jana akili zetu na fahamu zetu zimekuwa kwa kuwa tuko tayari kuweza kupokea tena katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jana nilimaliza na Isaya sura ya 48 na nataka nianzie pale, ndio tulianzia, na pale nikajenga maandiko mengine matatu pamoja nayo. Kwa hiyo nataka nianzie pale ili tuweze kuendelea. 48 kuanzia mstari wa 3 kitabu cha Isaya, tutaanzia mahali hapo. Bwana asifiwe sana. Na nilisema vizuri sana ya kwamba Mungu anaposema pamoja nasi ni muhimu sana ukajifunza kuzungumza kama yeye anavyozungumza, lakini ni vizuri sana ukajifunza kuona kama yeye anavyoona, lakini zaidi sana kufanya kama yeye anavyofanya. Bwana asifiwe sana. Na ni muhimu sana ukajifunza kubadilisha unavyoongea na ukaanza kuongea kulingana na neno la Mungu ulilolipokea. Moja kati ya changamoto kubwa sana ambazo tumekuwa nazo ni watu kutosema kile ambacho sawasawa na kile ambacho wamekipokea. Lakini katika kitabu cha Isaya sura ya 48 mstari wa 3 anasema hivi: mimi nimehubiri mambo ya kale tangu zamani, naam, yaliyotoka katika kinywa changu nikayadhihirisha, na liyatenda kwa ghafla na yatatokea. Na nikazungumza jana ya kwamba Mungu ataachilia upako wa ghafla sana katika lile neno ambalo ametupatia. Na najua sijapata muda wa kuliingia sana neno hilo, maybe leo na kesho na Jumapili nitaingia sana katika lile neno. Lakini mstari wa 4 anasema maneno haya: kwa sababu nalijua ya kuwa wewe umkaidi. Sasa Mungu alikuwa anazungumza na taifa la Israel kupitia Isaya ya kwamba Mungu anayekwenda kuyafanya asingelitamani sana watu waseme ni kwa uwezo wao wala kwa nguvu zao. Bwana asifiwe sana. Na tukaona pia katika Timotheo wa kwanza sura ya 1 na mstari wa 18 ya kwamba ili neno tulilolipokea liweze kutoa matunda katika maisha yetu ni lazima lichangamane na imani. Anasema, mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo lililo akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vita vilivyo vizuri. Kwa hiyo nikazungumza ni muhimu sana ujifunze kuvipiga vita vilivyo vizuri. Na moja kati ya vitu ambavyo mstari wa 19, hebu tuone 19 anasemaje pale: uwe mwenye imani. Kwa hiyo unaona kwamba ili neno liweze kutokea, mtu atadhihirishaje kwamba anavipiga vita vilivyo vizuri? Ni kwa sababu atajifunza kusimama katika imani. Uwe mwenye imani lakini dhamiri njema. Sasa anazungumzia vitu viwili hapa, imani na dhamiri. Hebu sema pamoja nami, imani na dhamiri. Imani, nilisema jana, ni kuongea kama Mungu anavyoongea, ni kusema kama Mungu anavyosema, ni kuwaza kama Mungu anavyowaza, na ni kutenda kama Mungu anavyotenda. Tuliangalia sana pia katika kitabu cha Waebrania 11:1, basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo unayotarajia, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo mtu anapomwambia uwe mwenye imani katika ile sura, sasa katika hiyo sura ya Timotheo ule mstari wa 19 anasema uwe mwenye imani. Anapokuwa anazungumzia kwamba uwe mwenye imani, alikuwa anataka aone kama Mungu anavyoona. Na ni muhimu sana tunapozungumza neno la mwaka huu tuweze kuliona kama Mungu anavyotaka tulione, lakini tuweze kulisema kama Mungu anavyotaka tuliseme, na tuliweze kuditenda kama Mungu anavyotenda. Lakini zaidi ya imani anazungumzia dhamiri njema. Dhamiri njema, dhamiri ni ile hali ya ndani yako
hali ya ndani yako. Unajisikiaje kwa habari ya neno hili? Unajisikiaje? Hali ya ndani, hali yako ya ndani ya mtu yule wa ndani unajisikiaje? Uliposikia kwamba mwaka huu ni mwaka wa kujenga, uliposikia kwamba mwaka huu ni mwaka wa kurejesha, uliposikia kwamba mwaka huu ni mwaka wa kufanywa upya, ulisikiaje ndani? How do you feel ndani yako? Ndani yako ni nini? Ni kama ile wakati Mariamu amemtembelea Elizabeth, alipofika anasema kitoto ndani yangu vilicheza, dhamiri za ndani zilianza kuzungumza. Sehemu nyingine katika Zaburi nafikiri anasema kilindi huwa kinazungumza na kilindi. Deep speak to the deep. Wale ambao wamekaa kwenye ndoa kwenye muda mrefu wanaweza wakanielewa. Kuna wakati kama mwanandoa unawaza jambo fulani, alafu ukifika nyumbani unamkuta na mwenzako aliwaza jambo hilo hilo. Kwa mfano, unaweza ukawaza nataka kula chakula fulani leo, alafu ukifika nyumbani unakuta mke wako kapika chakula kile ulichokuwa unakiwaza. Kwa nini? Dhamiri zimezungumza, hali za ndani zimezungumza. Sasa unapozungumzia dhamiri, unazungumzia utashi wa ndani, nyuma, nguvu iliyo nyuma ya utendaji wako. Haleluya. Kwa hiyo anasema uwe mwenye imani, lakini uwe mwenye dhamiri njema, ambayo wengine hiyo dhamiri njema wameisukumia mbali, wakaangamia kwa habari ya imani. Kwa hiyo unaweza ukaona imani na dhamiri njema vinakwenda pamoja. Haleluya. Ukiisukumia mbali dhamiri njema, nataka nikuhakikishia kwamba huwezi ukatembea kwenye imani. Kwa hiyo imani, utendaji kazi wa imani na dhamiri njema vinategemeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukaona katika kitabu cha Luka sura ya 16 na mstari wa 6. Luka 16 na mstari wa 6, tukaona Luka 16 mstari wa 16, samani, sio wa 6. Luka 16 mstari wa 16. Anasema hivi, maana torati na manabii vilikuwapo mpaka wakati wa Yohana, lakini tangu wakati huo habari njema ya ufalme hutangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Katika tafsiri ya Kiingereza anasema since the days of John the Baptist the kingdom of God suffered violence and the violent people take it by force. Sasa wale waliosoma sheria wanajua neno lilotumika pale. Nipeleke kwenye Kiingereza, labda King James au NIV, anazungumza hivyo. Anasema since the days of the John the Baptist the kingdom of God suffers violence and the violent people take it by force. Ukiyasoma haya maneno utagundua ya kwamba maneno yaliyotumika hapo ni maneno ya kijinai. Jinai. Neno la kijinai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nasoma hapa niliona maneno ya kijinai. Anasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu kuna vita, na wanaoweza kuuteka katika vita ni wale ambao wako tayari kupigana, yani wako tayari kufanya jinai ili waweze kuiteka kwa nguvu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. NIV anasemaje? Nani King James anasemaje? Hii ni NIV anasema the law and the prophet were proclaimed until John. Since that time the good news of the kingdom of God is being preached and everyone is forcing his way into it. Yani unalazimisha njia yako kuweza kuingia katika hiyo. King James anasemaje? Anasema the law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God is preached and every man pressed into it. Yani kila mtu anajilazimisha kuweza kuingia katika hiyo. Kwa hiyo lazima ujue ya kwamba tunaposikia sasa haya maneno uwe tayari kujiingiza kwa nguvu katika hilo neno. Unajua wakati mwingine kuna mtu alikuwa anasema mimi mwaka huu nilishapanga mipango mingine na nilishakuwa nimewaza nitafanya, lakini neno ambalo Mungu amelileta, nilikwambia jana, neno Mungu anakuletea kupitia malaika. Malaika anaweza akawa mjumbe malaika, au malaika anaweza akawa kuhani ambaye Mungu amempanda katika kanisa lile ambalo unasali. Katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 1 anasema na kwa malaika aliyoko katika kanisa fulani. Kwa hiyo malaika anaweza akawa mchungaji, mtumishi ambaye Mungu amekupatia. Sasa neno linaweza likaja hapo, likija hapo wewe unatakiwa kujiingiza kwa nguvu. Mwambie jirani yako jiingize kwa nguvu. Na nikasema jana kuna mambo manne ya msingi sana
ambayo utapaswa kufanya mwaka huu ili kusababisha neno ambalo Mungu alimelisema liweze kutimia katika maisha yako. Jambo la kwanza nilisema ni nini? Mathayo mtakatifu sura ya 17 mstari wa 20. Tulisema jambo la kwanza pale. Mathayo 17:20. Unahitaji imani. Haleluya. 17:20 Mathayo 17 mstari wa 20 anasemaje mahali pale? Mathayo sura ya 17 na mstari wa 20. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali. Kwa hiyo cha kwanza unachokihitaji ni kuhakikisha kwamba unaliamini neno. Nilisema neno huwa alitokei katika maisha ya watu kwa sababu mbili. Moja, hawaamini. Namba mbili, hawazungumzi kama neno linavyosema. Kwa hiyo cha kwanza unahitaji imani. Mstari wa 21 tukaangalia pia jambo la pili ya kwamba lakini namna hii haitoki ila kwa maombi. Kwa hiyo nikasema utahitaji kuomba. Alafu namba 3 nikasema utahitaji kufunga. Alafu namba 4 nikasema utahitaji kuongeza kiwango chako cha kumpenda Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia sasa katika kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 2. Isaya sura ya 40 na mstari wa 2. Jamani, tunakula mana, tunakula chakula, si ndio ya lazima tuligawanye neno ili ndio tuweze kuelewa kile Mungu anachosema. Anasema sema na moyo wa Yerusalemu, yani sema na kanisa la MTBC. Sema na wale ambao wananisikiliza sasa hivi. Kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha. Sasa ukisikia kwamba Mungu anasema vita vyako vimekwisha ni jambo zuri, lakini anasema uovu wake umeachiliwa, kwa maana amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake. Kwa dhambi zake. Kwa hiyo Mungu anasema uovu umeachiliwa, vita vyako vimekwisha, ni kwa sababu kuna kazi fulani imeshatendeka. Na sisi kwetu kazi fulani imeshatendeka ambayo ni kazi ya msalaba. Haleluya. Sasa mstari wa 30 anasema maneno haya. Anasema hivi, mstari ule wa 30 katika sura hii 40:30 anasema hivi. Huku mwanzo ameanza kusema vita vyake vimekwisha. Kama vita vimekwisha, sikutegemea ya kwamba huyu mtu angechoka. Lakini anasema hivi, kama vita vimeisha, huku chini anasema hata vijana sasa wanazimia na kuchoka, na wanaume vijana wanaanguka. 31 anasema maneno haya. Anasema bali wanaomngojea Bwana watapata nguvu. Kwa hiyo vita vinaweza vikawa vimeisha. Mwambie jina lako, vita vinaweza vikawa vimetangazwa vimeisha. Uovu unaweza ukawa unatangazwa umeondolewa, lakini bado ukachoka. Bado isitendeke, bado isiwe. Kwa nini? Unahitaji nguvu ya Bwana. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Unahitaji uwezesho wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jambo la 5, zaidi ya kwamba nitakuwa na imani, zaidi ya kwamba nitakuwa ninaomba, zaidi ya kwamba nitafunga, zaidi ya kwamba nitampenda Mungu, lakini zaidi sana nitahitaji kupewa nguvu na Roho Mtakatifu. Haleluya. Anasema bali wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kwa hiyo mwaka huu utahitaji sana msaada wa Roho Mtakatifu. Mwambie jina lako, utahitaji sana msaada wa Roho Mtakatifu. Sema, Roho Mtakatifu, ninakuhitaji katika maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Unahitaji kutojivuta. Hata ukisikia umechoka, tambua kwamba nikisikia nimechoka, ninaweza nikatiwa nguvu kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia katika kitabu cha Isaya sura ya 19 na mstari wa 1. Isaya 19:1 anasema maneno haya. Ufunuo juu ya Misri. Tazama, Bwana amepanda juu ya wingu jepesi. Mwaka huu Mungu ataachilia wingu jepesi. Haleluya. Haitakuwa wingu zito. Mungu ataachilia nini? Wingu jepesi. Atafika Misri. Atafika mahali ambapo unahitaji msaada ili akusaidie. Bwana asifiwe. Waebrania sura ya 4 na mstari wa 1 na wa 2 anazungumza maneno haya. Waebrania sura ya 4
mstari wa kwanza na wa pili. Anasema basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Ni kweli Mungu atatusaidia, ataachilia wingu jepesi, atatutia nguvu kwa Roho Mtakatifu. Lakini mstari wa pili anasema maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama wao, lakini wao hawakufaidika na neno lile kwa sababu hawakuchanganya na imani. Kwa hiyo tuliangalia jana, unahitaji imani. Bwana asifiwe. Sema tena, ninahitaji imani. Na utamjuaje mtu mwenye imani? Utamjuaje mtu mwenye imani? Kama unaandika, andika, nitamjuaje au nitajuaje ya kwamba nina imani? Cha kwanza, sitakuwa na hofu. Sitakuwa na hofu. Sitakuwa na hofu. Kwa mfano, mtu anaingia kwenye gari, anakuambia ninaenda Dar es Salaam. Utamjuaje mtu ambaye hana hofu? Ataingia na kukaa, na kitendo chake cha kukaa anajua tayari nimeshafika Dar es Salaam. Mtu mwenye hofu utamjuaje? Uko naye kwenye gari, alafu gari ikifanya hata ikinesa tu kidogo, kwa jina la Yesu. Yaani huyo tayari, pamoja na kwamba aliomba na kujifunika na damu yake ya Yesu na kutanguliza malaika mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu na chini, Unajua watu wengine wana matumizi mabaya ya damu ya Yesu Kristo. Anasema namwaga damu ya Yesu kwenye barabara yote kutoka Moshi mpaka Dar es Salaam. Sasa ikimwagika damu ya Yesu kutoka hapa mpaka Dar es Salaam, watu wataokolewa na damu ipi? Haleluya. Hayo ni matumizi mabaya ya damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo usikae kwa hofu. Kwa hiyo utamjuaje mtu ambaye hana imani? Kwanza, atakuwa ni mtu aliyejaa hofu. Namba 2, kwanza atakuwa ni mtu ambaye ana hofu. Kwa hiyo huyu mtu atakuwa na hofu nyingi. Kwa hiyo ukimwona mtu amejaa hofu nyingi kwenye maisha yake, huyo mtu ni dalili tosha ya kwamba ana imani. Kwa hiyo utamjuaje? Lakini cha pili, nitamjuaje mtu ana imani? Mwenye imani yoyote, imani huwa inadhihirika katika matendo. Anafanya nini katika kile anachokwambia anamwamini Mungu kwacho? Kitabu cha Yakobo sura ya 2 na mstari wa 17 anasema maneno haya. Yakobo 2:17 anasema hivi: vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo kama mtu anakuambia ana imani, alafu hiyo imani uioni kwenye matendo, huyo mtu hana imani. Ngoja ni tafsiri. Mwambie atafsiri. Maana ndio shida ya walimu. Shida ya walimu, tuna maarifa mengi ambayo wakati mwingine ukishindwa kuyatafsiri watu hawatakuelewa. Bwana asifiwe sana. Namwamini Mungu kujenga nyumba mwaka huu. Wakati huo sina kiwanja, sina kitu. Kwa hiyo ninaanza kutembea mtaani kujua hivi viwanja vinauzwa bei gani. Ukiniambia unamwamini Mungu kwa nyumba, haujui hata bei ya kiwanja, wewe una imani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaanza kutembea kujua hivi viwanja vinauzwa bei gani, Shanty Town vinauzwa bei gani, Mjoroni vinauzwa bei gani, kule Maili Sita vinauzwa bei gani. Alafu huku ndani, wewe ndani yako lazima uwe na mahali wapi unataka kujenga nyumba yako. Kwa hiyo pale unaposikia ni Kimashuku, utaulizia zaidi viwanja vya Kimashuku. Haleluya. Noela ananiambia Kimashuku. Utaulizia tu viwanja vya Kimashuku. Alafu utamkuta huyo mtu mara kadhaa kila jioni anaenda pale Kimashuku, anatembea, anakanyaga ile ardhi, anasema baba, hii ardhi ni ya kwangu, nimekanyaga na kile kiwanja nimekiona, anakizunguka, anakitembelea. Yaani anakuwa mtu, huyu ni mtu mwenye imani. Bwana asifiwe. Mchungaji, nina imani ya kununua gari. Lipi? Aina gani? Bei yake ni ipi? Yanapatikana nchi gani? Sasa anaposema miji iliyobomolewa, mahame, nyote mnajua nyumba ikiwa kama hivi tulivyokaa hapa ndani, alafu hii nyumba tukatoka hapa, alafu watu wakaanza kuingia mahali hapa, mmoja akanyofoa feni, mwingine akanyofoa taa, mwingine akaja akabeba carpet la hapa, mwingine akaja akabeba screen, mwingine akang'oa mlango, mwingine akang'oa dirisha. Ukiipa mwaka wa kwanza, mwezi wa kwanza, mwingine ataingia atachola maisha yake, basi Dickson is a king, mwingine atajiandika sijui never die. Kwa hiyo ukiingia mahali hapa unakutana na kituko.
cha namna fulani. Hilo ndio inaitwa gofu, chafu, mahali penye vumbi, mahali pasipofaa, mahali ambapo hapana hadhi. Lakini ukipaangalia hapo mahali, kabla palikuwa pazuri sana, kabla palikuwa panapendeza, kabla ulikuwa kila jioni unapanga kwenda na kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapo ndipo mahali Mungu anapataka kupajenga. Bwana asifiwe sana. Tukizungumza picha hiyo hiyo sasa kwenye maisha yetu, tunaposema magofu, mahame, ruined cities, tunamaanisha kitu gani? Tunamaanisha vitu kama broken relationship, mahusiano ambayo yamevunjika. Ulikuwa kwenye mahusiano mazuri, lakini ghafla yameharibika. Mahusiano yanaweza yakawa na mpenzi wako, yanaweza yakawa na ndugu, marafiki wa karibu, lakini yameharibika. Tunazungumzia vitu kama failed relationship. Mlianza vizuri kama mke na mme, mlianza vizuri kama wapenzi, mlianza vizuri katika taasisi mliokuwa na, mmeenda, lakini imefika mahali mahusiano yamekwama. Tunasema a failed relationship, vitu kama hivyo. Hiyo inatafsiriwa pia katika picha hii kama ruined city, gofu. Haleluya. Lakini tunazungumzia vitu kama lost families. Ulianza vizuri na bwana huyo, ulianza vizuri na mwanamume huyo, lakini ghafla amekutelekeza. Mmewasikia mama wasema mume amenikimbia, amenitelekeza. Ndoa kama hiyo inaitwa pia hame, linaitwa gofu. Ameniacha na watoto 5. Ameniacha na watoto 2. Ametuacha bila chakula. Halipi tena ada ya nyumba. Kodi ya nyumba. Halipi tena ada ya watoto. Na vitu vya jinsi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumzia, unapozungumzia hame, gofu, unazungumzia vitu kama a lost purpose, a lost calling. Nilikuwa na wito, ghafla wito wangu umepotea. Nilikuwa na kibali na kubalika. Nilikuwa na lengo katika maisha, lakini malengo yote yamevurugika. Na unajua yanaweza yakavurugika na vitu vikaharibika kiasi kwamba ukafika mahali mpaka ukakubaliana navyo. Ukaona ndio sehemu ya maisha yako. Ukaanza kutafuta njia mbadala ya namna ya kuishi. Lakini imeharibika. Na wengi wako hivyo, kuna mahali pameharibika, vitu vimeharibika. Kwa hiyo unapozungumzia kitu kama hicho, tunazungumzia a lost vision. Ulikuwa na maono, natamani niolewe, natamani niwe mchungaji, natamani sijui niwe engineer, natamani sijui niwe, lakini ghafla maono yamepotea. Natamani niwe na biashara kubwa, ghafla ukaianza ukaenda vizuri, alafu ghafla biashara ikaanza kwenda ndivyo sivyo. Tunasema a lost vision. Yote hayo ni ruined cities, mahame, magofu. Lakini pia a financial collapse. Yani umekwama kifedha. Ulikuwa unatembea vizuri kifedha. Hela inaingia na kutoka, inaingia na maana kwa kawaida kwenye uchumi wa mtu hela inapaswa kuingia na kutoka. Haupaswi kuwa na maisha ambayo hela haiingii au hela haitoki. Yani hela kwa kawaida, ili uwe na uchumi mzuri, lazima uwe na uchumi ambao hela inaingia na hela inatoka. Bwana asifiwe. Ukiona unaishi maisha ambayo hakuna hela inaingia na hela inatoka, ni kwamba unaanza kuingia mahali ambapo financially una collapse. Utafika mahali unakwama kifedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hata wale ambao wana fedha nyingi huwa tunawashauri wekeza. Maana hela inapaswa kuingia na kutoka. Kama haiingii na kutoka, ina maana utafika mahali fulani utakwama. Nini maana ya mchungaji unapozungumza ancient ruins, mahame, magofu ambayo yapo? Tunasema spiritual dryness. Ulikuwa unaomba lisali moja, unaomba masaa 2, unaomba masaa 3. Sasa hivi hata dakika 5 huwezi ukaomba. Huyu mtu tunasema amekuwa hame, amekuwa gofu. Bwana Yesu asifiwe sana. You are experiencing a spiritual dryness. Ukame, ukavu wa kiroho. A lost ministry. Ulikuwa na huduma nzuri kama MTBC, ghafla pastors wote wakawa vichwa rungu, wote wakakuacha, huduma ikaanza kukolapsi moja baada ya nyingine. Mchungaji mmoja baada ya nyingine akaondoka. Tukaanza kufanya kukolapsi. Inapotokea kama hivyo, tunasema umepata au ile ni hame, limekuwa gofu. Past traumas, umeumizwa. Umeumizwa katika mahusiano, umefiwa na mtu wa karibu, watu wa karibu wameondoka katika maisha yako,
umepoteza matumaini, umepoteza msaada, uoni mbele katika maisha yako, unapitia past traumas katika maisha yako. Mtu wa jinsi hiyo tunasema amekuwa hame, amekuwa pagala. Unapitia vitu kama family wounds, vidonda vya kifamilia. Unanyanyasika, unapigika na vitu vya jinsi hiyo. Hivi ni vitu ambavyo unavipitia. Kuna wengine imekuwa ni jambo linaenda vizazi baada ya kizazi. Yaani kizazi chenu kwenda kizazi kingine kimekuwa hivyo, hamuolewagi. Mpo tu. Mkiingia kwenye ndoa hamkai, mnaachika tu. Mkiingia kwenye ndoa hamzai, mimba zinaharibika tu. Mkiingia familia zenu zimekuwa haziwezi kavuka kiasi fulani cha pesa. Mtu akianza kuinuka akifika milioni 2, milioni 3, akigonga tu milioni 5 anarudi 200,000. Anaenda, anajisaidia, mnasema ndio, mnampigia na makofi, anaenda milioni 1, milioni 2, milioni 3. Wakati huo anaonekana anashamiri. Hela ipo, zitaingia milioni, zinatoka milioni, zinatoka milioni 2, zinatoka milioni 3, zinatoka. Zikigonga 5 tu hizo. Kuna mpaka fulani huwezi ukauvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo watu wa jinsi hiyo, au mtu ambaye yuko katika mazingira hayo, tunasema anapitia katika hame, pagale, nyumba fulani ambayo ilikuwepo na imebomoka. Huduma, ikifika huduma watu 200, unaenda vizuri, wakifika 200 unarudi 20. Unapanda tena, wakifika 200, inaweza kaonekana 220, 250, alafu ghafla 70. Jambo tu linatokea na kurudisha kwenye 70. Hivyo. Unajenga nyumba vizuri na kila kitu, biashara inaanza kushamiri, ghafla unaipeleka tu benki, unaiweka mkopo, hiyo imechukuliwa. Imetokea nyumba ya kwanza, imekuwa nyumba ya pili, imekuwa nyumba ya tatu. Marudio baada ya marudio yanajitokeza. Hawa ndio watu ambao nataka nizungumze nao katika mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ndio Mungu ambao Mungu anataka kusema nasi kwa mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, nazungumza na mtu. Nasema na mtu. Haleluya. Sasa mimi sitaki kuwa chanzo, sitaki kutumia wewe kama chanzo cha kipato hapo, maana wengine wanayatumia hayo. Njoo tuvunje laana za ukoo, njoo na sadaka. Njoo siji tuvunje, mimi nakupa maarifa, nakupa na ufahamu, na unatoka hapo. Mwambie jina lako, utatoka hapo. Sadaka ni wewe na Mungu, ila hatuwezi tukaichukua kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa Mungu anasema hawa wote ambao wanapitia vitu vya jinsi hiyo, they will build. Watajenga. Hilo hame litajengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunaanza huduma ya MTBC mwaka 2011, tulipata baa moja hivi pale katikati ya mji. Ulipoingia katika ile baa, haifai kuwa kanisa, japokuwa ni jengo. Kwa hiyo tulipoingia tukaanza kuigeuza iwe nini? Iwe kanisa. Ndio unaanza kujenga, unabadilisha. Hapa siko kuna kitu gani fulani, unakibadilisha. Hapa kuna kitu fulani, unakibadilisha. Hapa hivi unafunga, hapa hivi. Tulipoenda Dodoma, Morogoro kufungua kanisa, ilikuwa hivyo, ilikuwa ukumbi wa bar. Tukaanza kubadilisha counter, tukaivunja, tukatengeneza ikawa ofisi ya mchungaji na vitu vya jinsi hiyo. Kwa hiyo unaweza kaona unajenga kama madhabahu. Dennis hivyo. Ulikuwa ukumbi wa disco, akaugeuza hivyo. Kikatokea madhabahu pale Dodoma na kila kitu. Yaani hivyo sasa unapofanya vitu jinsi tunasema huyu mtu anajenga tena. Ulikuwa umeolewa, ukaachika, umepata mchumba tena, unaolewa tena. Huyo mtu tunasema anajenga tena. Ulikuwa na biashara ikasambalatika, sasa umeanza biashara tena. Huyo mtu tunasema anajenga tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi mmenielewa maana ya magofu? Mmenielewa maana ya magofu maana sina haraka. Mwambie yako pasa ana haraka. Anasema hivi, nao watajenga mahali pakale palipoharibiwa. Hayo magofu ndio hapo panapoitwa mahali pakale palipofanyaje? Alafu anasema hivi, palipoharibiwa. Watainua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Yaani hapo mwanzoni palikuwa panakaliwa na watu, lakini ghafla pakawa ukiwa. Sasa katika mstari huu
katika mstari huu. Kuna mambo 6 nataka uyaone. Yako mambo 6 ndani ya mstari huu ambayo ndio msingi Bwana asifiwe. Ndio msingi wa yale Mungu anategemea kuyafanya kwetu katika mwaka huu. Wangapi mmeyaona mambo 6 hapa? Au nayaona peke yangu? Mimi naona mambo 6. Nyie mnaona mangapi? Eti wanafunzi wa neno, ninyi mnaona mangapi? Mimi naona 6 hapa. Na anaweza yakawa zaidi ya 6, ila hayo 6 ndio nimeweza kuyaona haraka haraka. Bwana asifiwe. Sasa usijari, ndio maana hii semina ipo. Haleluya. Sasa jambo la kwanza ambalo ni jambo la msingi sana tunaliona katika mstari huu. Jambo la kwanza tunaliona katika mstari huu ni hili: God is a builder of a broken lives. Mungu ni mjenzi wa maisha yaliyovunjika. Umeliona hilo? Wangapi mnaliona hilo? Twende, mliona wapi? Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3 unaanza kuona Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta, amenituma kuwaganga hao waliovunjika moyo, amenituma kuwatangazia uhuru wao, amenituma kuwatangazia mwaka sijui wa kwao, amenituma kuwabadilishia vazi la majivu wapate vazi la sifa. Alafu anasema na hao. Kwa hiyo kabla hujaanza kujenga lazima ujengwe. Unaliona hiyo kwamba God is a builder. Yaani Mungu ndiye mjenzi wa haya yote yaliyovunjika. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema now watarudi, the people will turn from exile, kwamba watu watatoka kule walikokuwa, anasema watarejeshwa kutoka walikokuwa, alafu waje wajenge. Kwa hiyo Mungu anawajenga kwanza kabla wao hawajaanza kujenga. Kwa hiyo Mungu ni mjenzi. Ndio tunachokiona hapa. Kwa hiyo hata mwaka huu Mungu atakuwa mjenzi kwangu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. God can build your life. Mungu anaweza akajenga maisha yako. Mungu anaweza akajenga mahali palipokuwa na dhambi. Mungu anaweza akajenga mahali palipokuwa na maumivu, mahali ambapo dhambi imeharibu, mahali ambapo maumivu yamepita yakakuharibu. Mungu anaweza akajenga tena. Mtu fulani alisema, mimi nilichotendwa na yule kaka siingii kwenye mahusiano tena, siolewi tena, mimi ile mimba ilichonifanya sizai tena. Unaweza ukazaa tena. Unaweza ukawa kwenye mahusiano tena. Unaweza ukawa mchungaji tena. Unaweza ukawa mtumishi wa Mungu tena. Unaweza ukaajiriwa tena. Unaweza ukajiajiri tena. Unaweza ukaolewa tena. Unaweza ukafanya huduma tena. Mungu anaweza akakujenga tena. Pale ambapo dhambi imekuharibu, Mungu anaweza akakujenga, na Mungu anaweza akakuinua tena. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu tunamuona kama mjenzi. Na ujenzi tunaoona Mungu akiufanya hapa, God is not limited with time. Yaani hazuiliwi na muda. Sasa iliharibikaga zamani, kwa hiyo hawezi akaijenga. Mchungaji, hii haiwezekani. Kuna wakati fulani nilikutana na mama fulani, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2002 mwishoni, 2003 mwanzoni. Huyu mama alikuwa ameachwa na mume wake miaka 13. 13. Hawako kwenye mahusiano na mume wake. Akaja kuniona akaniambia, mchungaji, mimi nimekuja kukuona, nataka uniombee. Nilipokuwa naongea naye, nikasikia tu habari ya ndoa ndani yangu. Nikamuuliza, mume wako yuko wapi? Akasema, mume wangu aliniacha miaka 13 iliyopita na kila kitu. Nikamwambia, wewe unajisikiaje? Unajisikia? Akasema, baba, bado ninampenda na ningetamani awe mume wangu. Nikamuuliza, akirudi leo utampokea? Akasema, mchungaji, sijui kama akirudi. Nikamuuliza, akirudi? Na mimi ndio nakuuliza wewe, akija leo
unajua mchungaji aliishaoa mke mwingine. Na kuuliza, akija leo, jibu swali. Acha sababu nyingine, jibu swali. Akaniambia, mchungaji mimi akija namchukua. Tukaanza tukaomba. Nakumbuka tuliomba, na kama baada ya miezi 2-3 yule mwanamume alikuwa anaishi Dar es Salaam, akamuita yule mama from nowhere tu akampigia simu. Wakati huo ndio simu za mkononi zipo, akampigia akamwambia, tafadhali sana nimekukumbuka, naomba uje Dar es Salaam. Akaenda, alipoenda Dar es Salaam, kutokea pale story ikabadilika, akarudi akiwa mke wa yule jamaa. Karudishwa na anapewa haki zake zote kama mke katika nyumba ile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God is not limited with time. Mchungaji unajua iliharibikaga sana. Imeharibika sana hii mchungaji. Yaani iliharibikaga zamani. Huyo mwanamume aliondokaga zamani. Hata huyo zamani anaweza akaja. Unajua mchungaji, mafao yangu niliachaga kazi zamani, hata siku ya daigi yanaweza akapatikana leo. Swala ni yale niliyasema mwanzo. Do you believe? Unaamini? Unasema kama Mungu anavyosema? Uko tayari kulipa gharama ya maombi? Uko tayari kulipa gharama ya kufunga ili kuzalisha kitu kitokee? Are you ready? Lakini Mungu yuko limited at time. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mchungaji, madaktari wameshaniambia umri wangu wa kuzaa umeshapita, siwezi kutunga mimba tena. Unaamini? Maana tuna habari za kutosha katika Biblia ambazo wanawake walishapita wakati wao na walikoma. Kawaida ya wanawake. Tunamjuaga tu mmoja, Sara, lakini mimi ninao wengine wengi ambao naweza nikakuonyesha. Kwa mfano, mama yake Yohana Mbatizaji alishakoma siku zake. Hana, mama yake Samueli, alishakoma siku zake. Hao ni wanawake ambao umri ulishaenda. Sasa siku hizi unamkuta madaktari wamewadanganya watu eti miaka 37, 40, 42, 45 eti siwezi kushika mimba. Ni madaktari. Sijui mayai yako yalishapita na wakati yameisha kufa. Ni madaktari hao, ni wanadamu. Sisi tunaye Mungu ambaye ana spare za mayai. Haleluya. Sijui kama mnanielewa nye watu. Ana spare za nini? Ana spare ya kizazi. Ana spare ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So God has no time. Is not limited to time. Muda ni kwa ajili yetu sisi. Ndio tunaona umbali imeenda mbali sana, lakini Mungu anaweza akafanya hata jambo ambalo lilishapita wakati miaka 5, 10, 20 iliyopita, akalifanya sasa hivi na likatokea. Bwana asifiwe sana. Kile ambacho wengine wamesahau, Mungu bado anakikumbuka na Bwana anaweza akakirejesha. Nasema kile ambacho wengine wamekisahau, Mungu aweza kukikumbuka na Bwana anaweza kukirejesha. Angalia katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 25. Na huu mstari nitarudi sana. Yaani huu Yoeli 2:25 nitarudi sana. Tena na tena na tena. Yoeli 2:25 anasema, nami nitawarudishia. Hebu mwambie yako, atarudisha. Anasema nami nitawarudishia hiyo miaka, sio mwaka, hiyo miaka. Yaani huyu jamaa shamba lake alilima la kwanza likaliwa, akalima la pili likaliwa, akalima la tatu likaliwa, akalima la 20 likaliwa, akalima labda la 30 likaliwa. Ndio Mungu anakuja anamwambia, nami nitakurudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma katikati yenu. Mungu ana uwezo wa kurudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema pamoja nami, sema Bwana Yesu, chochote kilicholiwa katika maisha yangu, chochote kilichoharibiwa katika maisha yangu, chochote ambacho nilikisahau kilitokea katika maisha yangu, ambacho ni haki yangu, leo hii kwa jina la Yesu ninakidai. Leo hii kwa jina la Yesu ninakirudisha. Kila haki yangu kokote iliko, kwa jina la Yesu irudi.
kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Chochote kile ambacho ni haki yangu kwenye afya, chochote kile ambacho ni haki yangu kwenye familia yangu, chochote kile ambacho ni haki yangu kwenye maisha yangu, chochote kile, kokote kiliko, kwa jina la Yesu, natuma saa hii malaika, natuma saa hii nguvu ya Mungu, natuma saa hii uweza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hata kama kimeshikiliwa kwenye madhabahu za kifamilia, hata kama kimeshikiliwa kwenye madhabahu za ukoo, hata kama kimeshikiliwa kwenye ofisi za watu, leo hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nakirudisha, 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 nakirudisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fungua tu kinywa chako, mwambie tu Mungu kwa kitu ambacho umekuwa ukikitarajia ya kwamba Bwana akifanya kwenye maisha yako. Kitamkie kurejeshwa, kitamkie kujengwa tena, kitamkie kuachiliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, Mungu wewe ni mjenzi, jenga tena. Bwana wewe ni mrejeshaji, rejesha tena. Bwana wewe ni wa kufanya upya, fanya upya tena. Bwana umesema utanirudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na parare, iliyoliwa na madumadu, iliyoliwa na tunutu. Leo hii kwa jina la Yesu, leo hii kwenye biashara yangu, leo hii kwenye kazi yangu, leo hii kwenye ndoa yangu, unarudisha, unarudisha kwenye afya yangu, kwenye mwili wangu, kwenye maisha yangu. Omba saa hii, omba saa hii, omba saa hii. Claim back, claim back, claim back, claim back, claim back, claim back. Omba rudisha, omba rudisha, omba rudisha. Nasema omba rudisha, nasema omba rudisha. Bwana umesema you are a builder of the broken life. Wewe ni mjenzi wa maisha yaliyovunjika. Leo hii kwa jina la Yesu ninatamka kujengwa. Maisha yangu ya maombi yanajengwa, maisha yangu ya neno yanajengwa, maisha yangu ya kufungwa yanajenga, maisha yangu ya utumishi yanajengwa, maisha yangu ya ndoa yanajengwa. Popote palipoharibiwa kwa ulevi, popote palipoharibiwa kwa uasherati, popote palipoharibiwa kwa ukahaba, popote palipoharibiwa kwa mapepo na nguvu za giza, leo hii kwa jina la Yesu natangaza panajengwa tena. Kuta zilizobomoka zinajengwa tena, hali zilizoharibika zinainuliwa tena. Tumbo langu linajengwa tena, mwili wangu unajengwa tena, elimu yangu inajengwa tena, maisha yangu yanajengwa tena. Omba sahi, omba sahi, omba sahi. Just pray, just pray, just pray, just pray, just pray. Pray right now, pray right now. Omba. Rakashata rabasata. You can do better than that. Waweza fanya vizuri zaidi ya hivyo. Wewe unajua mahali unamhitaji Mungu, unajua mahali huduma yako inamhitaji Bwana, unajua mahali ndoa yako inamhitaji Bwana. You can claim today. Waweza dai leo, 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 waweza dai, dai sahi. Kutoka kwenye tumbo lake, Bwana atamfanya zitapike kila alichokila kwa miaka, kila alichokichukua kwa miaka, kila
alichoninyang'anya kwa miaka kinarejeshwa, 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 kinarejeshwa kama Bwana alivyosema. Nasi tumesikia, nasi tumeamini, hivyo tunasema vinarejeshwa, 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 vinarejeshwa. Ninarejeshewa amani yangu tena, ninarejeshewa ndoa yangu tena, ninarejeshewa mke wangu tena, ninarejeshewa mume wangu tena, ninarejeshewa watoto wangu tena, katika jina la Yesu. Biashara zilizokufa ambazo zilianzishwa kwenye mikono yangu zinarejeshwa tena. Huu ni mwaka tena wa kujengwa upya tena, ile karama na huduma ulioiweka ndani yangu, katika jina la Yesu. Mwaka huu itainuka tena, mwaka huu nitafanya tena, mwaka huu nitatoka tena, ni mwaka huu nitahubiri tena, mwaka huu nitaimba tena, mwaka huu nitarekodi tena, mwaka huu nitaandika tena vitabu kwa jina la Yesu. Ninarejeshewa, ninarejeshewa. Adui una nafasi, adui una nafasi. Haijalishi umeniweka chini kwa muda mrefu kiasi gani, hiki ni kipindi changu cha kurejeshewa, hiki ni kipindi changu cha kujengwa upya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Yamkini ulinificha, yamkini uliniweka chini, yamkini ulinifuta katika nchi, lakini kwa jina la Yesu majira yangu yamerudi tena. Nitajenga tena pale mahali palipobomoka, pale mahali palipoachokiwa, pale mahali ambako watu walipasahau ile karama ambayo ilisaulika, kwa jina la Yesu. Huu ni majira yake Bwana, unaiamsha tena, unaiinua tena, unamwamsha tena, unamuinua tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho wa Bwana anayeweza kuisha kila kitu kilichokuwa katika hali ya kufa, anakiuisha sasa, anakiuisha sasa, maana yeye aliweza kumfufua Kristo katika wafu. Atafufua kila kilichokufa, atakijenga kila kilichoharibika, atarejesha kila kilichopotea, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukamwambia mtumishi wako, ukasema, je, mifupa hii inaweza ikaishi tena? Je, mifupa hii inaweza ikainuka tena? Akasema, sio mimi Bwana, ila wewe unaweza kuona. Ukamwambia, tamkia, tabiria ili bonde nalo likainuka kwa jina la Yesu. Hata pale palipoonekana mifupa, vitu vilivyokauka, vitu ambavyo haviwezi kuinuka, vinashika nyama tena, vinashika damu tena, vinainuka tena Bwana, vinasimama kama jeshi kubwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Vinainuka tena, hali yangu inainuka tena. Ninakataa kukata tamaa, ninakataa kukaa chini, ninakataa kuangushwa na adui, katika jina la Yesu. Ninakataa hii picha ambayo ameruhusu itembee na mimi kwenye macho yangu, kwenye akili yangu, akiniaminisha ndio kweli. Ninakataa uongo wa adui, ninakataa uongo wa adui. Bwana, unaweza kunirejesha tena, Bwana unaweza kuniinua tena, Bwana unaweza kufanya jambo jipya tena, katika jina la Yesu Kristo. Maana kwako hakuna lisilowezekana, hakuna lisilowezekana. Kama uliumba dunia na vitu ambavyo havikuwepo ukasababisha vikamea, unaweza ukafanya kwenye maisha yangu, unaweza ukafanya tena kwenye huduma yangu, unaweza ukafanya tena kwenye uchumi wangu. Yesu ninakuita, Yesu ninakuita, Yesu ninakuita. Kama Bartolomeo kipofu, ninakuita Bwana. Bwana nakuita sasa, ninakuita mfalme wa ajabu. Nihurumie mwana Daudi, unitazame tena, uniinue tena, uniinue tena, uniinue tena, uniinue tena Bwana. Na mimi tena mwaka huu, na mimi tena mwaka huu Bwana, na mimi tena mwaka huu, na mimi tena mwaka huu Bwana, ninataka nione mkono wako. Nimesikia kwa watu shuhuda, nyingine hata kupitia maneno nao sema nao, nyingine kupitia hata nachokisema, nyingine kwa kushauri wengine, nyingine kwa kusema maneno marahisi, lakini kwangu kumekuwa kama pameachwa, pamekuwa kama ukiwa. Wengine wanatendewa na misioni, lakini mwaka huu Bwana ni majira yangu. Neno hili umelituma kwa ajili yangu, kwamba nitajengwa tena, kwamba nitarejeshwa tena,
tena, kwamba nitafanywa upya tena. Asante Bwana, asante Bwana, maana ulimwambia Yakobo kwenye kitabu cha Isaya, ukamwambia ulisaulika, ulikuwa mtu ambaye umeachwa, lakini ninakurudia tena, nami nitakuita wewe mtumishi wangu, nami nitakuestablish. Ninakupa meno inayoweza kupura nafaka, ninakupa meno makali kama chombo kiwezacho kupuria nafaka. Bwana asante, kwa sababu majira haya unaachilia moto mpya, majira haya unaachilia moto, unaachilia meno makali kwenye kinywa cha mtumishi wako ambaye Bwana yuko mahali hapa, katika jina la Yesu. Na chombo hicho kitakuwa kama chombo cha kupuria nafaka katika jina la Yesu. Yale makali yaliyokuwa yameondoka yanarejeshwa tena, yale makali yaliyokuwa yameondoka yananolewa tena, anachongwa upya tena katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Kandarabosha katarababa. Roho Bwana shuka ndani yetu, Roho Bwana shuka ndani yetu. Tumesikia neno lako, tumesikia neno lako, tumesikia neno lako. Na umesema neno lako linaposhuka ni kama nyundo inaweza kuvunja vunja mifupa, inaweza kuvunja vunja mawe, inaweza kusambaratisha, inaweza kupasua miamba. Tayari neno lako limeshaachiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Katika eneo hili neno lako limeshaachiliwa, na Bwana umesema neno lako litatoka na nguvu na uweza, likitenda miujiza na ishara. Nao kaambatanisha neno lako kwenye maneno ya mitume, lilipotoka kwenye kinywa chao neno liliambatana na miujiza, ishara na maajabu. Tunaomba Bwana neno ambalo limetamkwa jioni ya leo lije na ishara, lije na miujiza, lije na maajabu katika maisha yetu sasa, katika jina la Yesu. Sasa katika jina la Yesu, sasa likatende kila ambacho limeagizwa kutenda kwenye maisha yangu, kwenye biashara yangu, kwenye uchumi wangu. Katarabosha katarababa renderereboshia katalababa handarabakosokotorobobo. Unasema maneno ninayoyasema ndio kweli, ndio uzima. Umeachilia uzima Bwana jioni ya leo kwenye anga hili, umeachilia uzima, umeachilia roho, umeachilia uzima, umeachilia roho, umeachilia uzima jioni ya leo. Bwana, nakataa kuondoka mahali hapa nikiwa sijaupokea huo uzima. Katika jina la Yesu. Petro akasema niende wapi? Kwako kuna maneno ya uzima. Nikiwa kwako kuna uzima, nikisikia neno napokea uzima. Bwana asante kwa sababu neno hili linapuliza pumzi ya uzima kwenye maisha yangu yaliyoukiwa, miji iliyoachwa, hali zilizochakaa. Jehova, huu ndio muda wangu tena, huu ndio muda wangu tena, huu ndio muda wangu tena, huu ndio muda wangu tena. Omba katika jina la Yesu, omba katika jina la Yesu. Tuliambiwa Bwana anaweza kusikia mawazo yetu, lakini anajibu maombi yetu. Kama hujalisema, hujalipokea, wewe lizungumze, wewe lizungumze, wewe lizungumze, wewe lizungumze, wewe lizungumze. Zungumza juu ya nafsi yako. Edeni sisikia. Daudi alifika mahali akabidi ajizungumzishe yeye mwenyewe, akasema nafsi yangu, kwa nini kuinama ndani yangu? Una uwezo ukajisemesha wewe mwenyewe, jisemeshe. Edeni sisikia. Haijalishi vitu havijakubali kukliki kwenye akili yako, lakini haya ni majira yako mapya. Sikia Edeni, haya ni majira yako ya kujengwa upya. Sikia Edeni, haya ni majira yako ya kurejeshwa. Sikia Edeni, unafanywa upya. Familia yako inafanywa upya, mke wako anafanywa upya, ndoa yako inafanywa upya, uchumi wako unafanywa upya, kazi yako na huduma yako inafanywa upya. Katika jina la Yesu Kristo, haya ni majira ya kufanywa upya, haya ni majira ya kufanywa upya. Hakuna awezaye kuzuia, hakuna awezaye kupambana, hakuna awezaye kutabiri kinyume na neno la Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante Yesu, kwa kuwa hili neno ni la kwangu, hili neno ni la kwangu sasa. Nami ninainuka Bwana, nami ninainuka Bwana, nami ninainuka Bwana. Nipe uwezo wa kuona hichi kilichosemwa kikawe halisi kwenye macho yangu ya ndani, kikawe halisi kwenye moyo wangu, kikawe halisi. Piga nembo ya moto. Weka Bwana muhuri wa moto kwa neno lako kwenye moyo wangu, katika jina la Yesu.
maana umeahidi kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 10 kwamba utaandika sheria zako kwenye mioyo yetu. Hakuna ambaye ataendelea kutufundisha. Anapozungumza mtumishi wako, neno hili aliandiki kwenye daftari tu, neno hili linaandikwa kwenye kifua changu. Ninakiamini, ninakiona, ninatembea na picha hiyo. Ninaanza kuona ujenzi, ninaanza kuona mjenzi, ninaanza kuona ile ndoa ikijengwa, ninaanza kuona watoto wakisuka, ninaanza kuona Bwana Yesu Kristo nyumba yangu ikiongezeka, ninaanza kuona Bwana Yesu Kristo uchumi wangu ukitanuka, ninaanza kuona Bwana vile nakutolea katika mwaka 2026. Bwana asante kwa sababu macho ya nia yangu yanatiwa nuru sasa, ili nione ahadi ambayo iko kwenye neno lako. Nawe Bwana kwenye kitabu cha Yohana na Marko ukayafungua macho yao waweze kuelewa maandiko. Bwana nisaidie macho yangu yafunguke katika andiko hili, ili nianze kuishi katika kweli ya neno hili, katika jina la Yesu Kristo. Fungua macho yangu, ondoa wasiwasi, ondoa hofu, ondoa kujiuliza katika jina la Yesu Kristo. Nipe kuamini, nipe kulishika, nipe kulitenda, nipe kutembea nalo katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, asante kwa ujenzi unaofanya katika ulimwengu wa roho. Nami naiona ukamwambia Bwana Abraham, kwa umbali atakaoona ndipo atakapochukua. Nipe macho ya kuona umbali wa neno hili, mapana ya neno hili, kilindi cha ndani, the depth of this word in my life. Nipe kuona Bwana, nipe kuona Bwana, maana mfalme wa dunia hii amewapiga watu upofu kwamba nuru ya injili isiwajilie. Ninakataa Bwana kupigwa upofu. Mwaka huu nimekataa. Katika semina hii macho yangu yanafunguliwa, ninafunguliwa kuona, ninafunguliwa kuona, ninafunguliwa kuona katika jina la Yesu. Ondoa kila utaji kwenye macho yangu, ondoa kila uzito wa kuelewa katika akili yangu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu kuanzia jioni ya leo ninaanza kutembea katika haya, ninaanza kuenenda katika haya, ninaanza kuombea vitu ambavyo nilikuwa nimevikatia tamaa. Ninaanza kuona kwenye ulimwengu wa roho vikiinuka tena. Ninaona watoto wangu ambao walionekana wameshindikana wakirudi kwako tena, katika jina la Yesu. Namwona mume wangu ambaye alikuwa mlevi akianza Bwana kurudi na kutafuta kukujua wewe, akiambatana na mimi kanisani. Ninakushukuru kwa ajili ya mke wangu ambaye Bwana alikuwa amekataa kuelewa, lakini kuanzia sasa anaelewa Bwana, na kuja pamoja na mimi kujifunza, kujengwa, na tunainuka Bwana tukiwa familia inayokucha wewe, familia iliyosimama katika njia yako, watoto wetu tukiambatana nao Bwana. Asante Yesu kwa ajili ya biashara yangu. Asante kwa sababu ule mtaa unaanza kuniona tena. Asante Bwana kwa sababu watu watatafuta duka langu. Asante Bwana kwa sababu watu wanakuja kwenye biashara yangu. Asante Bwana kwa sababu wafadhili unawaleta kutoka mashariki, kaskazini na kusini kwa habari ya maisha yangu, katika jina la Yesu. Maana unanijenga upya, na kila ujenzi unakuwa na utoaji, maana unanirejesha, na katika kila kurejeshwa kunakuwa na watu watakaopigana. Unaniletea jeshi litakalopigana kwa ajili yangu, na katika kila mahali panapofanywa upya Bwana, unatoa rasilimali za kupafanya mahali hapo papya. Na unasema kwenye Isaya kwamba wanakuja wana kutoka mbali wakiwa wamebeba vitu kwenye viuno vyao, wakiwa wanapiga kelele na shangwe. Asante, maana ninawaona wakija kwa ajili ya MTBC, wana kutoka mbali ambao watataka kuitwa kwa jina la Mungu wetu. Unawaleta wakiwa na hazina, unawaleta kutoka mashariki, wasiotujua, wanaotujua. Unawaleta katika huduma hii, unawaleta katika biashara tunazozifanya, unawaleta katika maisha tunayoyaishi, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kuwa utoaji wako unaanza kuonekana kuanzia sasa, kwa neno hili lilotamkwa juu yetu na baba yetu. Tunaona Bwana tukirithi, tunaona tukiingia katika ahadi hii na tukipokea. Sema asante Yesu, maana umeshatenda. Tunaingia katika umiliki wa andiko hili na maneno tuliyoyasikia jioni ya leo, katika jina la Yesu. Ninaingia
kwa nguvu, maana ufalme wa Mungu unatekwa na wale wenye nguvu, na kwa nguvu wanauteka. Ninaingia kwa nguvu katika ahadi hizi katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu. Kama unaamini mshukuru Bwana kwa maneno yako. Asante Yesu, asante Yesu, maana ninaona jambo jipya, ninaona kurasa mpya. I see opening a new chapter, a new page for someone. Ninaona mtu mmoja kurasa zikifunguka mpya mbele yake. Bwana, unayaandika upya maisha yake kwa mwaka huu. Historia ya nyuma inafutwa, nao unaandika kurasa mpya kabisa kwa ajili yake. Asante Bwana Yesu Kristo kwa kutuleta hapa. Tumekula na kunywa kwenye enzi yako, nasi Bwana tukuja mikono mitupu. Tumekuja na sadaka na matoleo. Tuko tayari tena Bwana kukutolea kwa furaha jioni ya leo, tukipanda katika neno hili Bwana, katika jina la Yesu. Kila atakayenyoosha mkono wake Bwana kutoa, mbariki na umzidishe. Kila ambaye ana kiu ya kutoa Bwana na hana cha kutoa, ninamwombea mwaka huu ni mwaka wake wa kujengwa tena. Mwaka huu ni wakati wake wa kurejeshewa, na wakati huu Bwana ataona matokeo kwenye maisha yake. Hata kuja tena katika nyumba hii akiwa hana cha kukutolea. Asante Bwana kwa sababu unampatia fedha, unafungua milango ya biashara, unafungua milango iliyokuwa imefungwa kwenye maisha yake, naye atakuja kukutolea kwa furaha pamoja nasi tena. Ninaomba Bwana tunapoenda nyumbani, kila mmoja umlinde, umtunze na kumuhifadhi. Na Bwana tunapotoka na uwepo huu Bwana, tuweze kuambukiza katika familia zetu katika jina kuu la Yesu Kristo. Marafiki na waliotuzunguka wakapokee sehemu ya urithi wa hichi ambacho tumekibeba, kikalete matokeo sio kwetu tu na kwa waliotuzunguka katika jina kuu la Yesu Kristo. Umelindwa, umetunzwa na umehifadhiwa katika jina la Yesu tumeomba, amen. Mungu akutunze, Mungu akulinde. Tukutane tena kesho.